الحمد لله الواحد القهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فيا أيها الناس، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إنه عليم بذات الصدور. قال القائل: فساد القلوب هو سبب عدم تطور الإنسان والصلاح. وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال القائل: التابع تابع، إذا صلح المتبوع صلح التبع. Amma baad, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ninakuhusieni pasina kusahau kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani yeyote anayeweza kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo watu waliotarajiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika hao watakuwa na daraja pana na daraja za juu mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala duniani na akhera. Tukiwa ndani ya Ramadhani, yamezungumzwa mengi ya kuihusu Ramadhani, yamezungumzwa mengi ya kutuhusu sisi wenyewe ndani ya Ramadhani. Yamezungumzwa yote hayo, lengo ni kutaka kutuweka sisi mahala ambapo anaparidhia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yote aliyoyaweka kupitia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mimi ni katika hao waliobahatika kupewa afya na Mola Subhanahu wa Ta'ala na taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa mapenzi yake na huruma yake na uweza wake wa kutaka nami nije nitabaruk kusema chochote katika hivyo vinavyotakiwa. Mimi nukta yangu na anwani ya hutuba: kuharibika kwa nyoyo ni sababu ya kukosa maendeleo ya mwanadamu na kutengamaa mwanadamu katika maisha yake ya hapa duniani mpaka akhera. Kuharibika kwa nyoyo ni sababu pana ya kukosa Waislamu walio na Uislamu ndani ya Uislamu. Kuharibika kwa nyoyo ni sababu ya kuwakosa watu. Lau unataja mambo ya Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wewe ukajua ni nao watu. Kuharibika nyoyo ni sababu ya ibada tunazozifanya kutopatikana ndani yake thamara, kutopatikana ndani yake natija, kutopatikana ndani yake daraja aliyoitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia ibada tunazozifanya. Moja katika ibada hizo ni saumu. Hii funga ina daraja iliyokusudiwa. Allah kisha kueleza anawataka waja wake watoke katika daraja fulani kwenda katika daraja fulani, ambayo daraja hiyo ni ya ucha Mungu.
Ile la'allakum tattaqun kuna maandalizi yake, kuna vyombo vyake vitakavyomfanya mwanadamu afike katika ile la'allakum tattaqun. Si jambo la rahisi ya kwamba kwa funga atakayofunga mwanadamu kisha funga ile ikakosa thamara, ikakosa natija, ikakosa athari, kisha ikawa ni sababu ya kufika katika uchamungu. Si kawaida na si jambo la rahisi. Ndiyo maana tukaandaa hutuba maalum kwamba nyoyo zikitengamaa ni sababu ya maendeleo ya mwanadamu. Nyoyo zikiharibika ni sababu ya kuharibika na kukosekana maendeleo ya mwanadamu. Kwa hakika ndugu yangu Muislamu, moyo ndiyo dharfu, moyo ndiyo dharfu ya ilmu, moyo ndiyo dharfu ya ibadati zote tunazozifanya, moyo ndiyo dharfu ya maungamano baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ndiyo dharfu ya mafungamano mema na matengamano mema baina yetu sisi kwa sisi. Moyo ndiyo dharfu wa kila jambo. Dharfu bimaana ndiyo chombo cha kuhifadhi ibada, ndiyo chombo ambako Allah subhanahu wa ta'ala anakotazama, ndiyo chombo kinachofanya ibada tunazozifanya hizi ziwe ni ibada zenye ikhlas, ziwe ni ibada zenye martaba, ziwe ni ibada ambazo zitakuwa ni wasila kwa kila mmoja kufika katika uchamungu. Moyo ndio dharfu. Kwa kuwa moyo ndiyo chombo, ni wajibu kukiosha na kukitengeza na kukiandaa chombo hiki ili ibada zote zinazofanywa baada ya Ramadhani tuwe na watu waliofunga, tuwe na Waislamu waliosali, tuwe na Waislamu waliokubali kwamba wao ni wafuasi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo akatwambia, innahu alimun bidhati sudur. Allah peke yake ndiye anayejua yaliyofichikana ndani ya nyoyo za watu. Innahu alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayejua yaliyoko katika nyoyo za watu. Yakiwa ni mazuri, Allah subhanahu wa ta'ala anayapokea kwa uzuri waliomo ndani ya nyoyo za watu. Yakiwa ni mabaya, Allah subhanahu wa ta'ala anayaona, kumwandalia mwenye mabaya haya kuja kuyapata yanayostahiki kulingana na aliyoficha ndani ya moyo. Moyo ndio kila kitu. Swala ili iswihi ni moyo, swala ili iwe ni swala ni moyo, hija ili iwe ni hija ni moyo. Mwanadamu ili aweze kutoa kusaidia jambo la dini likitajwa ni jambo la dini ni moyo. Moyo ukishaharibika hakuna maendeleo tena. Moyo ukishatengamaa ndio mwanadamu anatoka katika daraja fulani kwenda katika daraja fulani. Hivi ndivyo walivyokuwa wenzetu waliotangulia mbele za haki, akiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na masahaba wake. Yeye mwenyewe Mtume Muhammad akasema katika kulithibitisha kuona moyo ukitengamaa, mwili wa mwanadamu unatengamaa. Mwili ukishatengamaa, maendeleo ya mwanadamu yanapatikana. Moyo huu ukishakaa sawa, unaofunga na kukubali funga ni wajibu, ndiyo moyo utakaokubali swala ni wajibu, hija ni wajibu, kutoa masala ya Mungu na Mtume Muhammad, kusaidia dini aliyoisaidia Mtume Muhammad na masahaba litaonekana ni jambo la muhimu, kwa sababu ndani ya Ramadhani ndio pahala pa kuzitengeza nyoyo. Ramadhani ikiondoka, hakuna pahala pengine pakubwa zaidi pa kuzitengeza nyoyo kushinda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nabii Muhammad akalieleza hilo, inna fil jasadi mudgha, hakika pana katika kiwiliwili kinofu cha nyama, idha salahat salaha aljasadu kullu, kinofu cha nyama hiki kikitengamaa, salaha aljasadu kullu, mwili mzima umetengamaa. Mwili mzima umetengamaa.
miguu itakuwa imetengamaa, mikono itakuwa imetengamaa, ndimi zitakuwa zimetengamaa, mwili mzima kwa hakika, kwa kutengamaa moyo ambao ndiyo asli, kama walivyosema wenyewe, almasdaru alaslu ayu asli wa minhu ishtiqaqu alfil. Kwa hivyo moyo ndiyo masdari na ndiyo dharfu ya kuanzisha kila kitu chema na kibaya, kinakaa ndani ya moyo. Almasdaru alaslu wa ayu asli wa minhu ishtiqaqu alfil, vyote vinatoka ndani ya moyo. Ayuha alikhwa, idha salahat salaha aljasad kullu. Moyo ukitengamaa, mwili mzima unatengamaa. Moyo ukiharibika, mwili mzima unaharibika. Mtume akawaambia maswahaba, mwajua ni kitu gani hicho? Mtume akawaambia maswahaba, ala wa hiya alqalbu, nao ni moyo. Moyo ukiharibika, Mtume anawaambia maswahaba, khitabu anawaambia maswahaba, ambao maswahaba hao ndio waliokubali kutoa nyoyo zao, kutoa harakati zao, kutoa miili yao, kutoa vitu vyao kwa ajili ya kumalizika wao, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ipate salamu. Ndiyo daraja walizozipewa, mpaka baadhi yao wakaambiwa, wewe ni mtu wa peponi, wewe ni mtu wa peponi, wewe ni mtu wa peponi. Hawakufanya jambo dogo katika maisha yao ya kiwalimwengu. Kwa hakika ndugu zangu Waislamu, nyoyo zikiharibika ni jambo gumu sana Waislamu kukaa katika Uislamu. Nyoyo zikiharibika ni jambo gumu sana Waislamu kubaki katika Uislamu. Waislamu kuishi maisha ya Uislamu ni jambo gumu sana. Sasa hivi na zama tulizo nazo, huyu unayecheka naye ndiyo huyu anayekufanyia ufedhuli.